spiritually fit. Give me a verse in the Quran. Okay. Any verse of Quran. Bismillahirrahmanirrahim. You ready? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim. Bismillah. Jambo la kwanza katika kitu ambacho nimejaribu pia kuitazama ile klipu, wakati anasoma ile suratul Fatiha, kiukweli sisi tulijua ni suratul Fatiha kwa sababu tu tumeizoea, tunaisoma mara kwa mara. Lakini jinsi alivyosoma yeye haijulikani ni Kiingereza wala ni Kichina. Sasa kwa Muislam ambaye amepita madrasa, alafu suratul Fatiha kuisoma vile ni kituko. Tena kituko kikubwa mno. Na ni vichekesho na ni maajabu, lakini kadhalika ni aibu. Aibu kwa Muislam eti suratul Fatiha ambayo ni nguzo katika sala. Anasoma vile. Dalili inawezekana hata sala yenyewe aswali basi. Naam, horigani na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel yetu ya Nyundo TV. Ni wakati mwingine tena tunazungumza na Sheikh Diwani, ama naweza nikasema Mwalimu Diwani, mmoja kati ya watu ambao maneno yao imekuwa ni funzo kwa wengi. Watu wengi huwa wanafurahishwa vile ambavyo amekuwa kihubiri kwenye masuala mazima ya dini, na muda huu tukasema tumtafute atuelekeze ama atujuze mambo kadha wa kadha kuhusiana na ndoa, kubwa zaidi kuhusiana na ndoa ya Juksi na Priscilla, moja kati ya ndoa ambayo imeumiza vichwa vya watu wengi sana. Ndoa imechukua muda mrefu, ndoa takriban imefungwa design 3 kama sio 4. Inaitwa JP 2025, ndoa ambayo imefanyika Nigeria. Masuala yamekuwa ni mengi sana. Juksi Muislam, Priscilla ni Mkristo, kitu kama hiko, lakini ndoa imekuwa ina matabaka. Ilifungwa Kiislamu, ikafungwa ndoa ya kikabila, na hatimaye ndoa ya Kikristo. Shidoni anatuambia uhalali wa hii ndoa upoje? Na kipi tuchukue kati ya haya matatu? Tuchukue ile ya kidini kwa maana kwamba Kiislamu, tuchukue Kikristo, ama tuchukue ya Kiyoruba ama ya kikabila? Shidoni, asalamu alaykum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, kwa hakika wewe sio mtu ambaye unafahamu sana wa watu, lakini umekuwa unaingia kwenye kesi ya kuambiwa shehe, mbona umekuwa ni watu unawafahamu sana, sisi ndio wa kulaumiwa, tunakujuza. Kuna ndoa imefanyika kati ya Juksi na Priscilla ama Plisi. Ilianza hapa nchini kwetu Tanzania, ndoa ilifungwa Kiislamu, baadaye wakaenda nchini kwao Nigeria, walianza ndoa kikabila, na baadaye ndoa ya Kikristo, kama vile ambavyo nimekuonyesha baadhi ya video. Maswali yamekuwa ni mengi. Sasa hapa tuchukue ipi, ya Kikristo ama Kiislamu, kwa vile ambavyo unafahamu? Karibu. Naam, jambo la kwanza kabisa ni haya maajabu ya wasanii wetu. Haya ni maajabu makubwa sana. Huyu ndugu yetu nafikiri katika nyakati zilizopita alimsilimisha huyu dada. Baada ya kuslimu huyu dada akamuoa kwa ndoa ya Kiislamu. Tulimpongeza sana na tukasema amefanya kitu kizuri, na tukawataka pia na wengine wakiwemo kina Diamond na wenyewe wachukue kama ni somo au ni funzo, badala ya kuishi na vimada na wao wafunge ndoa, waishi katika ndoa za kisharia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndio mtu huyu tumemuona tena anafanya ndoa yule na mke yule alofunga naye ndoa, wapo kanisani wanaozeshwa kwa ndoa ya kanisa ya Kikristo. Lakini kisha huyo anaozeshwa kwa ndoa ya kimila, Kiyoruba, mila yao ya kimila. Lakini ndo huyo tena anaozeshwa kwa ndoa ya kiserikali.
Hii nini maana yake? Jambo la kwanza, kwa mujibu wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kama hawa watu wawili, kwa maana huyu msanii wa kiume na yule mdada wa kike, ambaye tunaona alislimu huyu dada, wakafunga ndoa ya Kiislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallama anatuambia ndoa yoyote ambayo itakayofungwa na mawali wawili, basi ile ya wali wa kwanza ndiyo ndoa iliyo sahihi. Kwa hiyo kwa huyu ndugu yetu huyu Juksi huyu na yule dada, kwa kuwa alislimu akamuoa kwa ndoa ya Kiislamu, kwa mujibu huo tu inatufahamisha dhahiri kabisa iliyo sahihi ni ile ndoa ya kwanza. Hiyo ndo ndoa sahihi. Hizi zingine zote zinazofuatia baada yake ni porojo tu. Ni porojo, kwa maana ni kama mambo ya ada zao, mila zao, yani taratibu zao, kama ziko hivyo inawezekana kwa hivyo. Lakini lau kama itakuwa labda alirtadi siku kadhaa baada ya kuozesha ndoa kwanza, labda alirtadi akarudi, yani huyu Juksi labda alirtadi akawa Mkristo, alafu kadhalika akaenda kufunga ndoa na huyu mdada ambaye na yeye ni Mkristo, basi hiyo ndoa yao inasihi kwa taratibu zao, kwa taratibu zao, si kwa taratibu zetu. Lakini kadhalika hii ndoa ya mila, kuna baadhi ya nchi au baadhi ya maeneo wako hivyo, funga ndoa utakayofunga, lakini kwenye mila ni lazima. Aiwa, hiko hivyo katika baadhi ya nchi au baadhi ya makabila au maeneo yako hivyo. Tumewahi kuona pia hata katika baadhi ya maeneo ya Kongo wako hivyo, funga ndoa ya dini, lakini kuna ndoa pia ya kiserikali lazima. Hiyo ipo, ni taratibu zao ambazo wamejiwekea. Sasa hii haiwezi kuharibu chochote katika ile ndoa iliyopita katika hali za namna hiyo. Mimi nafikiri kama huyu bwana ni Muislamu na yule mke ni Muislamu kama jinsi ambavyo walivyomsilimisha katika siku zilizopita, basi hii ya kanisani ni porojo tu, na ile ya kimila nayo ni porojo tu, na ile ya kiserikali ni porojo. Ni kama taratibu ambazo wao wanazifanya. Lakini sasa kubwa zaidi ni kwamba kunakuwa na mkanganyiko. Watu sasa tunakosa kujua, je, ni Muislamu kweli huyu mtu? Je, hawa ni Waislamu kweli? Yani wanatuletea mkanganyiko sasa wa hilo. Itabidi sasa tuwatake watoke hadharani watuambie, je, wao wamefanya hivi kwa jambo gani? Unajua sheria, kuna kanuni ya kisharia ambayo inasema hukumu siku zote inakuwa kwa kutokana na nia ya mtu. Ile nia yake yeye kufanya hivyo ni nini? Sawa? Kwa sababu iliwahi kutokea katika zama za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wakati Uislamu unatangazwa sasa. Wakati huo alikuwepo sahaba mmoja wa Bwana Mtume Muhammad anaitwa Ammar ibn Yasir. Yeye alikamatwa, alifanywa mateso makubwa sana, na aliona wazazi wake wanauawa kwa sababu yeye yupo katika dini na kuna watu wanaabudia sanamu linaitwa Hubal. Sanamu hili sasa wakati lilipokuwa likiabudiwa, sasa yeye anateswa, akaulizwa kubali kama Hubal ndio Mungu mwenyewe. Ikafika mahala kwa maumivu yale ikabidi yakubali, akasema naam, nimekubali kwamba Hubal ndio Mungu mwenyewe. Baadaye alipoachiwa pale, alipokwenda kwa Mtume akawa analia sana, anasema Mtume, mimi nimemkufuru Mwenyezi Mungu, nimekubali. Mtume akamwambia hapana, nia yako ilikuwaje wakati unayasema hayo? Akasema kweli nia yangu ilikuwa kwa Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee. Nilisema hayo ili niweze kunusurika kutokana na maumivu na adhabu ambazo nilizokuwa nimepewa. Mtume akamwambia haina shida hiyo, wewe bado upo katika imani ya dini tukufu ya Kiislamu, ama yale maneno ambayo uliyasema tu kwa lengo la kunusurika dhidi ya madhara yale. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukafanya matukio fulani kwa ajili ya nusura fulani. Kwa hiyo ni lazima tutawahoji hawa, tuwaulize au tupate taarifa zao, wamefanya yale kwa maana gani? Kwa sababu mimi ninafahamu huyu jamaa alipomsilimisha yule binti, inawezekana kule kwao wao wanajua huyu bado ni Mkristo. Inawezekana hajawaambia maana. Hajawaambia. Au inawezekana
Amewaambia, lakini wao wakasema sawa, hatuna shida, lakini mkifika huku tunafanya na sisi utaratibu wetu. Ikiwa ni hivyo hamna tatizo, kwa sababu ndoa ni ile ya mwanzo iliyofanyika mwanzo, ndio ndoa sahihi katika hali za namna hiyo, ikiwa ni hivyo. Lakini ikiwa kinyume chake, kunakuwa na hukumu zingine tena. Ama ndoa ya kimila nayo, yapo baadhi ya makabila yana taratibu zao za hivyo. Fanya ndoa yako utakavyofanya, lakini pia kutekeleza taratibu za kimila napo papo. Ingawa kidini hazina maana yote, lakini kutekeleza ni muhimu. Ni sawa leo aje mtu katika ardhi yetu hii. Sisi tuna mila zetu. Kwa mfano tuna tamaduni zetu na maamkizi yetu. Shikamoo ni tamaduni na ni maamkizi yetu. Kwa ukifika tu, kuna baadhi ya watu ukifika akamwambia tu salamu alaikum, alafu usipomwambia shikamoo anakuona huna adabu. Lakini kadhalika pia na wewe utakuwa umekwenda nje ya utaratibu. Lazima ufanye hivyo kwa sababu ndio utaratibu wa watu husika katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo jambo la kwanza tutamuuliza huyu mtu. Hatutaweza kutoa hukumu moja kwa moja kwa sababu hatujajua kafanya vile kwa sababu gani. Katoka kwenye Uislamu ndio maana kafanya vile, au kafanya vile kwa sababu zipi? Kwa hiyo tunashindwa kutoa hukumu moja kwa moja kwa sababu hatujajua nia ya yeye kufanya vile ni nini. Naamini masiku machache yajayo itabainika tu, kwa maana nia yake kufanya vile ni kitu gani, itaweza kufahamika vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba Jux amebadilisha dini kutoka kwenye kuitwa Juma amekuwa Mkristo ndio maana amefunga ile ndoa. Mimi sina hakika sana na sitaki kulisemea sana hilo. Na ndio maana nikasema itabidi aulizwe au tupate ufafanuzi sahihi kuhusiana na tukio lile. Kartadi au ni nini kilichokuwa kinaendelea? Kwa sababu huku kamsilimisha mwanamke akamuoa kwa ndoa ya Kiislamu. Anafika ukweni wanakwenda kanisani. Wanaficha imani zao? Ipo hii. Naweza mtu akawa anafanya hivyo kwa kuficha imani yake. Ili jambo pia ndio maana nasema inabidi tumuulize kwanza, alafu ndipo tupate cha kusema baada ya kumuuliza. Yale majibu yake atakayotoa au ule ufafanuzi tutakaopata katika majibu yake, katika kile ambacho tunachokiona kilichokuwa kiendelea pale kanisani, ndipo tutaweza kupata hukumu namna ilivyo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Jambo la kwanza Mungu anasema msikurupuke kutoa hukumu. Waulizeni kwanza hao watu. Hayo wameyafanya kwa taratibu zipi? Basi kisha baada ya hapo sasa wakishasema wao, ndio tunapata usahihi wa kutoa hukumu sasa. Kwa hili hukumu yake ni kadha au kwa hili hukumu yake ni kadha. Ingekuwa Juksi huku hajawahi kumsilimisha yule binti na hapajawahi kufanyika ndoa, lakini sisi tukaja kushuhudia yale tunayoona pale, moja kwa moja dhahiri ingetupa picha kabisa kwamba Juksi kartadi, katoka katika Uislamu, yupo katika dini hiyo ya huyu ambaye anayemuoa. Wale siku ambayo wanafunga ile ndoa kimila, alipewa mtihani kidogo aweze kusoma Qur'ani, sote fata kama sikosei. Matamshi yake ama tafsiri ya dini ama tafsiri ya ile sura hawafahamu. Huenda kawa ni mabadiliko ya kumtoa kwenye Uislamu kwenda kwenye Ukristo. Tutafsirie hii jinsi ambavyo sura inavyosema. Jambo la kwanza katika kitu ambacho nimejaribu pia kuitazama ile klipu, wakati anasoma ile suratul Fatiha, kiukweli sisi tulijua ni suratul Fatiha kwa sababu tu tumeizoea, tunaisoma mara kwa mara. Lakini jinsi alivyosoma yeye haijulikani ni Kiingereza wala ni Kichina. Sasa kwa Muislam ambaye amepita madrasa, alafu suratul Fatiha kuisoma vile ni kituko. Tena kituko kikubwa mno. Na ni vichekesho na ni maajabu, lakini kadhalika ni aibu. Aibu kwa Muislam eti suratul Fatiha ambayo ni nguzo katika sala anasoma vile. Dalili inawezekana hata sala yenyewe aswali basi. Suratul Fatiha nguzo ya sala. Nimewahi kumsikia siku moja kuna msanii mmoja wa zamani kidogo, anaitwa nani yule? Anaitwa Juma Nature.
Nimewahi kumsikia katika hii Ramadhani iliyopita, nimeona clip yake moja anasoma suratul Fatiha. Ananyoosha vizuri. Jumanecha nimemuona anasoma suratul Fatiha hii Ramadhani iliyopita vizuri kabisa. Sasa inakuwaje kwa huyu Juksi kweli asome vile hata vijulikani ni Vichina au Vingereza au hata vijulikani kwa kweli. Sasa huu ni mtihani. Kwa hiyo kama alifika pale Ukweni, si ndio ilikuwa Ukweni pale? Akaulizwa wewe ni Muislamu? Akasema ndio. Hebu tusomee sura yote katika Qur'an. Akashauriana kwanza, hapa natokaje? Shauriana na Diamond. Alikuwa Diamond yule? Mpambe wake. Ala. Hapa tunatokaje? Soma suratul Fatiha. Maana yake ndio nyepesi hiyo. Kila mtu anaijua. Sema tukulua wao. Mmoja aliwahi kuulizwa swali. Bana wewe unaitwa nani? Akasema bana mimi naitwa Yasin. Wakamwambia basi naomba utusomee suratu Yasin. Akasema lakini kuna watu wengine wananiita qul huwallahu bana. Kakimbia sasa hapo. Unajua jina aiwa. Anajua hata aya moja ya Yasin yenyewe ajui. Sasa anatokaje? Sema wallahi yani kuna wakati mwingine wananitaja qul huwallahu. Sasa lengo nini? Ili waambie soma hiyo qul huwallahu. Kwa sababu ni sura fupi lakini nyepesi, inafahamika kwa kila mtu katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo mimi niwaambie tu ndugu zangu wasanii wawe makini sana na dini yao. Dini sio kitu cha kuchezea. Dini ni kitu imara sana. Dini ni kitu bora sana. Sasa ile ilikuwa na maana gani? Kuambiwa asome. Ni ishara wanataka kudhihirisha kwamba Muislamu kweli. Tamshi hapo. Aiwa. Sasa cha ajabu kuna mwanamke pale yeye ndo akawa anasoma sauti kubwa kuliko aloambiwa soma. Nigeria yule. Yeye ni Mnigeria Pale ndo Ukweni sasa, ndo ndogo wa mwanamke. Sasa mbona anaweza kusoma kidogo vizuri kuliko yule aloambiwa asome? Sasa ndo kwenye kumpa mtu mtihani. Ule ulikuwa mtihani mashaallah. Basi imefahamika hivyo. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwa ile tu inatoa picha kwamba huyu jamaa inawezekana hajartadi. Zile ni taratibu zao za kifamilia na nchi zao labda zinafanywa kwa utaratibu, lakini tunahitaji waje watufafanulie kwa uzuri ili tusiingie katika shubha. Kuingia katika shubha ni yale mambo kuwa yanachanganya sasa hatuelewi. Manake mwisho wa siku isije ikaonekana tena anakuja anakufa inaonekana tunamswalia Kiislamu baadaye anapelekwa tena kuswaliwa tena kanisani. Kwa nini? Kwa sababu tulimuona kaoa Kiislamu na kaenda kumalizia kuoa Kikristo. Ikaleta shida. Najua mambo yanaleta shida sana. Lazima mtu ubainishe. Umetoka katika Uislamu wewe ni Mkristo ijulikane. Imamu Ali ana maneno mazuri sana ambayo napenda sana kuyarejea. Anasema inni la uhibbu sabahlalan. Mimi mara nyingi sana simpendi mtu anaitwa sabahlala. Sasa watu wakamuuliza sabahlala ndio nani? Akasema ma fi amal khair wala fi amal shar au man la yu'raf. Ni yule ambaye hajulikani. Yani yeye yupo. Akiwa na Wakristo anasema na yeye ni Mkristo, akiwa na Waislamu anasema na yeye ni Muislamu, akiwa na Watanzania anasema na yeye ni Mtanzania, akiwa na Wakenya anasema na yeye ni yani haeleweki. Huyu ndio mtu anaitwa sabahla. La fi amal khair wala fi amal shar. Ni yule ambaye ukimtafuta katika amali za khairi umpati, ukimtafuta katika amali za shari haumpati. Kwenye vurugu hayupo, kwenye utulivu hayupo. Huyu ni mtu ambaye Imamu Ali anasema simpendi kabisa mtu wa staili ya namna hiyo. Ni bora ujulikane wewe ni nani, uko wapi. Kwa sababu usilete matatizo katika jamii. Watu watashindwa sasa kuona wakusaidieje, watu watashindwa kukujua wewe ni mtu wa hali ya namna gani. Sasa haya matukio yanachanganya, yanakanganya, tunashindwa kutafsiri kilicho sahihi. Kwa tutahitaji sasa yeye mwenyewe au tutahitaji wale wanaomzunguka au wanaojua kwa ufasaha. Wajua tubainishie haya matukio kafanya kwa sababu gani. Baada ya kupata usahihi sasa ndipo tunaweza tukatoa hukumu sasa. Kwa sababu hatuwezi kuhukumu bila kujua usahihi wa mambo. Tunaweza tukajikuta tunaingia makosani. Kuna mtu alishawahi kumhukumu mtu lakini kimakosa. Siku moja kuna mtu mmoja aliwahi kusema maneno mazito sana. Alikuwa anapita mtaani. Katika kupita mtaani akawa ananadi anasema jamani mimi na kitu ambacho Mungu hana.
Watu wakashtuka kama ulivyoshtuka ndugu yangu. Watu wakashtuka sema huyu mtu namna gani? Anasema na ninasema haya maneno na akili zangu timamu na ninakwambieni dhahiri shairi na kitu ambacho Mungu hana. Mimi ninacho Mungu hana. Watu wakamuita wakamwambia hebu njoo kwanza. Wewe unasema una kitu ambacho Mungu hana. Anasema na wala sijakosea na wala hichi ninachokisema sio nabahatisha, ndio ukweli na nitarejea tena na kitu ambacho Mungu hana. Watu wakasema haya ni maneno ya kufuru mbaya sana, kakufuru huyu mtu. Na ikiwezekana natakiwa auawe au apatiwe adhabu kali kabisa kutokana na maneno haya. Hawajataka kujua kitu gani iko. Hawajataka kujua. Watu wenye tunajua katika dunia yetu kuna watu wenye jadhba. Na ndio utaona mtu akiwa na jadhba anaweza kutukana akasema neno lolote bila kujua kile kilichosemwa mle ndani ni nini. Na kuna watu wengine pia anatazama kichwa cha habari, anaanza kutoa matusi kwa kile kichwa cha habari bila kujua kilicho ndani mle ni nini. Watu wako hivyo. Sasa watu wa jazba wakamkamata yule bana, wanataka kumuua. Kwa nini? Kwa sababu kasema ana kitu ambacho Mungu hana. Mtu mmoja akasema jamani, kabla ya kumfanyia chochote huyu bwana tumuulize kwanza ana kitu gani yeye ambacho Mungu hana. Yule bwana akasema ndugu yangu wewe ndio una akili sawa sawa kwa ajili ya kuja kuniuliza wewe ndio mwenye akili. Hebu tuambie sasa, ni kitu gani ambacho wewe unacho unasema Mungu hana? Akasema mimi nina vitu ambavyo Mungu hana ndugu zangu, na nitarudia tena na tena na tena. Kitu cha kwanza ambacho mimi ninacho Mungu hana, mimi nina mtoto. Nionyesheni mtoto wa Mungu nani? Watu kimya. Aywa. Akasema kitu cha pili, mimi nina mke. Nionyesheni mke wa Mungu nani? Watu kimya. Ubana anasema kweli. Watu kabisa wakashangaa pale. Sasa wale ambao walikuwa tayari wameshamchukua yule bana, wameshampiga pale, wanataka kumdhuru na kumuua. Watu wakasema jamani, mmeona sasa kama mmetaka kumfanyia hukumu za dhulma, kumdhulumu huyu mtu, anachokisema ni kitu sahihi. Kweli kuna mtu anaweza kutuonyesha mke wa Mungu? Hakuna. Kuna mtu anaweza kutuonyesha mtoto wa Mungu? Hakuna. Kwa hali ya namna hii, huyu mtu amesema mambo yalikuwa ya kweli kabisa. Kwa mazingira haya, hauwezi kuanza kumhukumu mtu katika tukio au jambo, muulize kwanza. Hii ndio inanipelekea nione kwamba huyu Juksi katika haya matukio yalikuwa yanafanyika kule Nigeria, tuna haja ya kumuuliza kwanza au tupate maelezo sahihi kwa waliomzunguka kwanza kabla ya kumhukumu. Kwa sababu bado inatuchanganya kaoa Kiislamu Tanzania, kafika Nigeria kaoa Kikristo, kaoa kimila, kaoa kiserikali. Suratul Fatiha ndo anaisoma kimauzauza hivyo hivyo. Sawa? Sasa tunachanganyikiwa na hizi ndoa nne. Kiislamu, Kikristo, kimila na kiserikali. Kwa hiyo ingekuwa tu ni Kiislamu na Kikristo, pia tungeanza kuweka dauti yetu. Hapa inakuwaje? Lakini kuna kimila, kuna kiserikali. Hapa kutakuwa na jambo. Lazima tuulize, tusikurupuke katika hili. Sawa. Sheikh Diwani, kuna ukizungumzia wasanii wakubwa nchini, lazima mtaje Diamond, lazima mtaje Harmonize, lazima mtaje Jux, lazima mtaje Mario, Alikiba, na alhamdulillah wote hawa ni Waislamu. Na wiki kadhaa nyuma alisikika Diamond alisema kwamba mimi na swali mfululizo mwaka wa 3, swala 5 pasi na kuacha hata kipindi kimoja cha swala. Lakini Diamond huyu ambaye ndiye alikuwa na jinasibu kwamba alikuwa na swali mfululizo, ndiye alikuwa msimamizi mkuu wa Jux, kwa maana kwamba best man kwenye ile harusi yake kuanzia kuanzia huku mpaka kule alipoenda. Wakati Jux anaambiwa asome Swat Fatah, akasoma design ile, yeye alikuwepo. Wakati wapo wanavishana pete pale kwenye jukwaa, Diamond alikuwepo, na ndiye mtu ambaye mchungaji alimwambia nipe Biblia, alimpa. Swali langu ni kwamba ukaribu wa Jux na Diamond, ambaye yeye alijinasibu na swala 5, tunaamini Swat Fatah atakuwa anaifahamu. Mfululizo kuswali swala 5 lazima atakuwa anaifahamu. Rafiki yake hajui. Hii mikaji, hilo la kwanza. Kama mtu alikuwa na swala 5 mfululizo, anakubali vipi kuwa msimamizi mkuu wa babu harusi kufikia hatua kushika Biblia mbele hadhara ya watu? Kuswali swala 5 ni faradhi, ni lazima. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema 5 salawatin
katabahunna Allahu ala ibadihi. Anasema sala 5 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezifaradhisha kwa waja wake. Kwa haijalishi mja huyo anafanya maasiya au anafanya yaliyo ya thawabu, lakini sala 5 itabaki kuwa ni faradhi, ni lazima kwa waja wake wote, ni lazima. Sasa yale matukio mengine ya yeye kwenda kanisani kushika, kwa sababu kwanza kushika Biblia sio tatizo. Ile Biblia, ndani ya Biblia kuna Taurati munharafa au munharifa, kuna Zabur al-munharifa, kuna Injil al-munharifa. Sio tatizo. Biblia ni kitabu ambacho ndani yake kina maandiko ya Mungu kabisa, wala hakuna shida. Na hata Waislamu sisi tunaamini hivyo. Kuna Injili, kuna Zaburi, kuna Taurati. Ingawa zimewekwa mikono, lakini kuna baadhi ya aya ziko mle ziko sahihi kabisa. Kwa hiyo katika hali ya namna hiyo kushika Biblia sio shida wala sio tatizo. Mimi mwenyewe ninayo Biblia hapa ndani na huwa naisoma. Kwa hiyo hamna shida katika kusoma Biblia. Isipokuwa jambo la msingi ni kwamba kile alichofanya pale katika taratibu za dini yetu kinaenda sawa? Hapana, akiendi sawa. Swali, kafanya vile kwa lengo gani? Hilo ndo tunalolitaka. Tukishalijua hilo ndo tunaweza kusema kilicho sahihi. Lakini kabla hatujalijua hilo, tutasema ambacho inawezekana kisiwe sahihi. Tukadhani ya kwamba wamefanya makosa, lakini kumbe nje ya hapo kulikuwa na kitu ambacho kilicholazimisha wao kufanya yale katika hali za namna hiyo. Sababu umekwenda kuoa mtoto wa watu katika nchi ya watu, wana taratibu zao. Sawa? Kwa hali ya namna hiyo lazima mfuate taratibu zao. Kwa nini? Kwa kuwa nyinyi mnajua mnachokifanya pale ni nini. Kwa hiyo kusali sala 5 hakubatiliki kwa sababu Diamond alishika Biblia. Sisi wenyewe tumewahi kuswali swala msikitini, kanisani. Sisi tumewahi kuswali kanisani. Swala ya Kiislamu. Ya Kiislamu, swala ya dhuhuri tumeswali kanisani. Samani, kuna kuswali na kusali vitu tofauti. Kusali ni kuomba. Kuswali ndio kumwabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sisi tuliswali kanisani. Mlichukua udhu kanisani kupitia maji ya kanisa na mkaswali ndani ya kanisa. Sahihi kabisa. Tulichukua udhu kanisani kupitia maji ya kanisa na tukaswali kanisani. Tena wachungaji wametuonyesha salini hapa. Tukakaa tena nakumbuka kama nitakuwa sijakosea vizuri, imamu wetu alikuwa ni Sheikh Rajab Salum Juma Al-Kushairi. Ndio alikuwa imamu alioongoza sala pale. Tumeswali sisi kanisani. Kwa hiyo sio tatizo mlikuwa mashehe wangapi ambao mlikuwa mnaswali pale? Tulikuwa wengi sana. Nilikuwepo mimi, alikuwepo Sheikh Saidi Juma Kinyogoli, alikuwepo Shafi Shomari Pango, Sheikh Ibrahim Bakonzi, Sheikh Juma Tito na wengine wengi, akiwepo Mazinge alikuwepo. Hakukuwa na dauti yote kati ya ninyi. Hakukuwa na shida yote. Na hata Sheikh wa mkoa wakati ule alikuwa Sheikh Al-Hadi. Naye alikuwepo wakati huo. Tulikuwepo pale na tumeswali pale kanisani. Baada ya kusali tukaendelea na mdahalo wetu au debate yetu. Mambo yalienda vizuri kabisa. Kwa hiyo issue ya kuingia kanisani sio tatizo. Inategemea unaingia kanisani kwa jambo gani. Unaingia kanisani kwa jambo gani? Unaingia kanisani kwa ajili ya ndoa? Hamna shida. Shida iko wapi sasa? Kwa ajili ya ndoa. Ndoa yenyewe tulishafunga ya Kiislamu. Hii tunakwenda kuzuga. Tukazuge tu. Shida nini? Kwa kauli moja unaamini ndoa ya Jux ni halali ama batili? Mimi naamini kabisa kama hajartadi, hajatoka katika Uislamu, kwa ndoa ile ya Uislamu iliyofungwa huko iko halali kabisa ile ndoa. Wala haina shida. Zile taratibu zingine ni taratibu tu. Naamini kama itakuwa hivyo. Kama hakuna maelezo mengine, itakuwa ni hivyo. Kabla kusikiliza maelezo, ikitokea au kwa ongezeko wa zile ndoa zingine, haiwezi kubatilisha ndoa ya kwanza? Haibatilishi, kwa sababu katika vinavyotengua ndoa haipo kwamba kufungua ndoa juu ya ndoa kwamba ikawa inabatilisha ndoa. Kwa kuwa ile ndoa ya kwanza ilisihi, basi hizi zingine zote hizi ni porojo, ndio maana tunaweza kutumia lugha hiyo. Kinachoitwa wanaita nini, ile khulu', kujivua. Kwa maana mwanamke amefikia mahala kashindwa kuishi na mwanamume huyo, ima kimazingira au hampendi tena, ni mapenzi keshakuwa hana kwa mwanaume huyo.
Kwa hiyo anaamua sana nataka kujitoa kwa mwanamume. Zipo taratibu za kisharia ambazo akizifuata mwanamke anaweza kujivua kutoka kwa mwanamume huyo. Hapo ndoa inakufa. Lakini kadhalika kitu kingine ni kitu kinachoitwa al-la'anu, kulaaniana. Yani wewe unamlaani yule mwanamke na mwanamke anakulaani. Mnalaaniana. Yani kama wewe unamtuhumu mwanamke ana ujauzito lakini ujauzito sio wangu mathalan. Alafu kisha baada ya hapo yule mwanamke anasema unanionea bure, ni wa kwako ujauzito. Kwa hiyo wanakwenda msikitini siku ya Ijumaa wanalaaniana pale. Kulaaniana kuikiana kiapo kufanya kiapo. Kile kiapo kisha baada ya kiapo jambo la mwisho kabisa wanasema laana za Mwenyezi Mungu kama ninasema uongo basi ziwe juu yangu. Kisha hapo wanakuwa wameachana. Baada ya kuachana kitu kingine ni fashu. Fashu kuvunja ndoa kunategemea. Mfano mwanamume amekuwa ni mtu ambaye uwezekano tena wa kushiriki katika tendo la ndoa haupo. Na madaktari wakathibitisha kwa hapa alipo huyu mwanamume uwezekano haupatikani tena katika kushiriki katika jambo la ndoa. Basi hapa ndoa inaweza kuvunjika. Au mwanamke imethibitika kwamba hana uwezo tena wa kushiriki na mwanamume. Ima kwa maradhi au kwa kitu kingine. Basi hapa ndoa inaweza ikafa. Samahani, swala la ujauzito imekaje? Inawezekana kwamba mwanamke hana uwezo wa kushika mimba kabisa, haiwezi kubatilisha ndoa. Sio tatizo hilo. Tatizo hilo linalokusudiwa kuna vitu vinavyoitwa al-urq an-nasa. Al-urq an-nasa ni kijinyama huwa kinatokeza na kwenda kuziba katika sehemu zile za kike. Kiasi ambacho huyu mwanamume anapomuingilia huyu mwanamke anakuwa na maumivu makali sana. Huyu sasa inawezekana hapa ndoa ikavunjwa. Kwa sababu ndoa ni mujamaa baina ar-rajuli wal mar'a, ni kukutana kimwili baina ya mwanamke na mwanamume. Sasa tendo hili baina ya hawa watu wawili halipatikani, kwa hapa kuna faskhi, ndoa inavunjika katika hali za namna ili huyu mume apate mtu ambaye anaweza kudili naye katika jambo hilo kama ni mume, au ili huyu mke naye apate mtu ambaye anaweza kudili naye katika jambo hilo. Sababu ndio maana ya kuoana. Ni aqidun, ni fungamano ambalo linalohalalisha baina ya makutano ya kimwili ya mwanamke na mwanamume, ndio maana ya ndoa. Sasa ikiwa ndoa watu wanalala wanaamka miezi mitatu miezi sita, ndoa tena hiyo? Hiyo inakuwa tena hamna maana katika jambo. Sasa hapa ndio hizi ndio sababu ambazo zinaweza kupelekea ndoa ikafa. Lakini kadhalika ndoa inaweza ikavunjika pindi ambapo anaposlim au anaportadi mmoja kati ya hawa wawili. Mmoja Muislamu, yani walikuwa wote Waislamu, mmoja akaenda katika Ukristo wakiwa ndani ya ndoa, mwingine akabaki katika Uislamu wake. Hapa ndoa inakufa automatic. Au kadha, yani hizi ndio sababu za kuvunja ndoa. Ndio maana mtu mmoja aliwahi kuuliza ni mwanamke gani ambaye sheria inaruhusu yeye aweze kuolewa hali ya kuwa mumewe bado yupo hai? Nashangaa. Sijaelewa. Kuna mwanamke anaruhusiwa kuolewa pindi na wakati mumewe bado yupo hai kabisa. Ni mumewe. Naam. Na ana mume na mume yupo hai lakini anaruhusiwa kuolewa na mtu mwingine. Ni yupi? Ni yule mwanamke ambaye aslamatu wa zawjuha lam yaslim. Ni yule ambaye mwanamke aliyoslimu wakati mume wake bado yeye hajaslimu. Kwa hiyo yeye kama kaslimu kawa Muislamu, maana yake ndoa yake na yule mume imekufa. Kwa hiyo huyu mume bado yupo hai, anaweza akaja mwingine akachumbia akaoa. Sasa usingesema kwamba mume yupo hai, sasa sio mumewe tena, kashabadilisha dini. Sasa amekuwa sio mumewe kwa sababu ya ile kule kubadili dini. Lakini sasa huyu mtu si alikuwa anamuhitaji, si bado yupo, ndio inasema wazaujuha na mmewe kwamba hali ya kuwa akiwa bado yupo. Maana yake alikuwa ashiriki naye katika maisha ya ndoa, alikuwa bado yupo katika hali za namna. Kwa sababu lau kama wangeslimu wote wawili, ndoa ingeendelea kuwa bado ipo na angeendelea kuwa bado ni mumewe katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho mimi ninachoweza kusema, ili jambo la hawa wasanii limekaa vibaya sana. Yani ukikurupuka kuhukumu unaweza kuhukumu kimakosa. Yani lazima kwanza upate majibu sahihi kutoka kwa wenyewe, kwa sababu mtiririko wa mambo yao unataka ufafanuzi. Ukweli uko hivyo. Yani ukitazama mtiririko yale majambo yalivyokaa yanataka ufafanuzi.
hayataki kukurupuka kabisa katika hukumu kwamba ile haram kafanya vibaya motoni ile, haitaki hivyo. Wewe tazama tu ya mambo yalivyokaa, wewe mwenyewe utapata uhakika kabisa kwamba haya mambo yanataka ufafanuzi. Ndoa ya Kiislamu imefanyika, kasilimishwa binti, kaolewa kwa ndoa ya Kiislamu, baadaye kwao anaonekana kanisani inafungwa ndoa ya kanisa, baadaye tena inaonekana anafunga ndoa ya kimila, baadaye inaonekana anafunga ndoa ya kiserikali. Wanafikia hapa amekuja kiajabu ajabu, panataka ufafanuzi hapa. Lakini niliona comment moja, mtu anasema kwa jinsi ndoa hizi zilivyofungwa, waachane mpaka dunia imeisha. Kwa maana kwamba ukienda kwa dini huku, dini hiyo nasema msiachane. Yaani ndoa imekuwa na kila sehemu kama vile kuna baraka, serikalini imetoa baraka, mchungaji katoa baraka, chef fulani katoa baraka, au wazee wa dini nao wametoa baraka zao. Ni jambo zuri kwa sababu kuachana si kitu kizuri sana. Lakini kusema kwamba hiyo ndo sababu ya kutoachana si kweli. Si kweli, kwa sababu hii talaka haikuwekewa kitendo maalum kwa maana kwa kitendo hicho ndio utoe talaka. Kitendo cha kutoa talaka ni yale yani pale ambapo mnapokosana baina yako wewe na mke, alafu ukaona nafsi yangu kwa hapa ilipofikia sintoweza tena kuvumilia, hapo mpe talaka, muache aende na wewe ufanye ya kwako, msidhuriane. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema au tasrihum biihsanin, ikitokea kuachana basi watu waachane kwa wema. Kule kwetu mzee wetu aliwahi kutuhadithia na kutusimulia mkasa mmoja, na mimi nausimulia kwa uchache tu. Anasema ya kwamba kuna mwanamke mmoja, yeye alikuwa anaitwa Pili. Huyu Pili alikuwa ni mtu Mwenyezi Mungu kamjalia ana nguvu. Yani ana uwezo wa kuwapiga wanaume hata 10 akawakarabati vizuri kabisa. Pili huyo. Sasa watu wakawa wanamuogopa kutokana na jinsi alivyo. Lakini ukimtazama ni pisi nzuri tu. Mwanamke safi kabisa. Anavutia, anapendeza, lakini ndo ana miguvu huyo. Watu wote wakawa wanamuogopa kumsogelea. Mzee mmoja akaona huyu mwanamke hata kaaje hivi bila kuolewa eti kwa sababu watu wanamuogopa. Akajitosa mwanaume. Pili unasemaje? Akatangaza nia. Pili kakubali, haina tatizo. Le bwana akapeleka taratibu za ndoa zimefanyika, kamuoa Pili. Pili kaolewa mke wa pili naye kama jina lake. Basi sasa wazee wetu wa zamani walikuwa wake zao wanakaa nao nyumba moja, tofauti na sisi. Ukiwaweka wake zako nyumba moja, shekhe, unatafuta kesi. Utakuja ukuta mmoja yuko hospitali, mwingine yuko polisi. Maana wake zetu sasa hivi mtihani mtupu, tofauti na wake wa baba zetu. Baba zetu walikuwa wanaishi kwa raha sana na wake hawa. Lakini leo mzee, wewe ukioa mke wa pili mtafutie kwake, na mke wako na huyu mke mwingine awe kwake. Msiwaweke nyumba moja. Tafute shida na balaa. Basi amekaa pale. Sasa siku moja, na Pili alikuwa akivaa anapendeza, lakini kadhalika akipika anajua hasa kupika. Basi siku moja ile mwanamume ikawa nizamu ya Pili sasa. Lakini nyumba hiyo chumba hiki na chumba hiki. Lakini sasa huyu mke mkubwa akawa anaumwa. Mzee yuko mle ndani anajaribu kuona naweka mazingira gani ili tumchukue mke huyu kumpeleka hospitali. Pili kaona kama anachelewa, kamgongea pale mlango. Baba fulani, wewe hujui kama ni zamu yangu leo? Mpaka saizi upo huku? Akamwambia, bana, unajua huyu dada yako anaumwa, kwa hiyo nataka naweka hapa mazingira ya kutaka kumpeleka hospitali. Basi ile anafungua mlango tu akakutana na bonge ya kibao pale. Pigwa kibao na Pili, ile mwanaume. Ambia, Pili, unanipiga kwa sababu gani mimi? Mimi sio mtu wa mchezo mimi. Sicheze mimi. Na hapo kuna baadhi ya wanawake wako hivyo. Anahisi sifa kumbe ujinga. Aiwa. Basi ile mwanaume kumbe lile jambo ameliweka kifuani. Basi kampeleka mke wake hospitali, baada ya hapo karudi kaenda kama hakuna kilichotokea vile. Mekaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Akamwambia Pili, mimi najua mke wangu wewe ukivaa unapendeza sana. Hebu niambie unataka nguo ya namna gani?
Pili sasa anasema unanijua mimi mapigo yangu mimi hatari. Kadha akamwambia bwana, akamwambia sawa, kuna pesa nimepata kazini, ngoja nikupe ukanunue. Akampa pesa ile, akaenda kanunua mavazi mazuri kabisa. Na akivaa mashallah anapendeza sana. Unajua kuna watu wako hivyo, hata akivaa nguo mbaya yeye anapendeza tu. Na kuna mwingine hata avae nzuri hamna kitu mzee. Mmoja aliwahi kurudi nyumbani, anamuuliza mke wake, "Kaifa ana abdu? Unanionaje?" Akamwambia, "Kalqirdi fawqa shajara." Yaani nakuona kama vile nyani vile anaparamia miti vile, ndio ninavyokuona. Hajapendeza yani. Kavaa mwenyewe, kajipodoa, kapaka wanja, kapaka makeup, kila kitu. Lakini mtazamo wake kalqirdi fawqa shajara, kama nyani tu. Kwa hiyo sasa hii ni hatari sana. Sasa kuna wengine akivaa anapendeza. Sasa pili alikuwa hivyo, akivaa anapendeza. Basi yule bana akamwambia, bana, siku ya Ijumaa inayokuja kuna marafiki zangu wameniambia watakuja kunitembelea hapa nyumbani. Kwa hiyo naomba siku hiyo upike chakula kizuri kabisa, marafiki zangu wale kizuri. Akasema, wewe unanijua bana, mimi fundi katika mapishi. Tena nataka na wakute umependeza. Sema hamna shida, hayo yote kwangu mepesi. Basi siku hiyo kapikwa chakula kizuri kabisa. Yule bwana kaenda msikitini. Kurudi anarudi pale, wale marafiki zake hawapo. Sasa pili anamuuliza, wako wapi sawa marafiki zako? Akamwambia, bana, marafiki zangu bana wamepata msiba, kwa hiyo wameshindwa kuja. Sasa chakula tumepika chakula kingi, itakuwaje? Sema sasa basi hichi chakula kipeleke nyumbani kule kwa wazazi wako. Yani anaambiwa pili apeleke kwa wazazi wake, kwa sababu kwa wazazi wake ni kama mtaa wa 3 kutoka pale walipokuwa wakiishi. Pili akafurahi, akaona raha. Wazazi wangu leo wanaenda kula chakula nilichopika mimi kwa uhodari mkubwa. Wakati anataka kuondoka, yule mzee akamwambia, bana, alafu baba nenda nayo kamkabidhi mzee hii pesa. Basi sawa. Ambaye ni babake na Pili. Pili anafurahi, wazazi wake wanakula chakula alichopika kwa umahiri, lakini pia baba anapelekewa mzigo, noti. Basi kafika pale, kampa baba ile bahasha, chakula kile, watu wanakula pale kwa furaha. Basi nje hapa Pili anazungumza na wadogo zake. Anamwambia, mimi sio mtu wa mchezo bana. Usione hichi chakula na nini. Nilimkata kibao kimoja yule bana, maana niliona nataka kuniletea wazimu mimi. Anajisifu. Kumbe ndani hapa baba anasikia. Babake katoka akamwambia, Pili mwanangu, naona unajisifu kwamba wewe ni bingwa wa kupiga wanaume. Ni kweli. Lakini kilile kibao ulichompiga na yeye kajibu. Kajibu vipi? Sasa kajibu, hii barua hii nani bahasha uloniletea sio fedha, ni talaka yako. Talaka wakati hatuna ugomvi, aliishia toka siku hizo. Anambia, basi mwenzako wewe ulifikiria hata kupiga kibao hicho unachofikiria wewe? Yeye kibao chake ndio hichi, tena kalipa kibao katika wakati muafaka kabisa. Pili kachanganyikiwa. Katoka pale. Babake kamwambia, wala usiende kufanya vurugu. Katoka pale, basi naona nahitaji vitu vyangu. Yule bwana akamwambia, bwana, nilipokuoa nilileta gari kaja kuchukua vitu vyako. Acha nilete gari kuchukulie vitu vyako ikurudishie pale pale nyumbani nilipokutoa. Hakuna tatizo katika hilo. Lakini yule bwana Pili anamwambia yule bwana, hebu nitazame mimi, kwa nini umeamua kuniacha? Akamwambia, nilikuoa katika uzuri huo huo na nimekuacha katika uzuri huo huo. Kwa sioni kipya katika hilo. Yote ni sawa, ndicho nilivyokuwa ulikuwa hivyo hivyo mzuri. Na mpaka ninakuacha na kuacha hivyo hivyo mzuri. Sasa mzee anatuambia, unajua maana ya mkasa? Tuambia, hapana sijajua. Akasema, nyinyi vijana wa sasa hamjui kuacha. Kwa sababu wewe unataka ukimwacha mwanamke achakae awe hovyo, ndio unataka hivyo. Sasa hii ni hatari, kwa sababu ukimwacha mwanamke kachakaa, siku mbili akirudi kwao, akipata matunzo na malezi, kanenepa, kaanza kung'ara, anavutia, unaanza tena kwanza, unajua wewe mimi nilikuwa sikutaka kukuacha. Mambo gani haya? Mwanamke anatakiwa umwache katika uzuri wake na urembo wake. Hata ukikutana naye mtaani hatakutisha tena, kwa sababu ndivyo ulivyomuoa na ndivyo ulivyomwacha katika uzuri wake. Leo sisi hatuko hivyo. Sisi tunataka ukimwacha mwanamke achakae, ndio yani wewe unaona raha, yani vile alivyochakaa. Sasa si sawa. Tasrihum biihsani, kuachana kwa wema ni huku katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo mimi niseme hata ili suala la kusema kwamba kuna ndoa 3, 4, 5
zilizofanywa kwamba ndio kigezo cha wao kutoachana. Si kweli, kwa sababu kuacha ni neno tu. Ni neno tu. Unaweza kumtamkia na kuanzia leo wewe sio mke wangu, nimekuacha. Tayari habari imekwisha. Haizingatiwi sasa zile ndoa 3 si ndoa 4, uende tena kimahakamani nimemwacha, uende tena kikanisani nimemwacha, uende wala ufanye hivyo. Neno moja tu likishatamkwa hilo tayari hiyo ni talaka. Kabisa. Labda hawa wanandoa labda tunaweza tukasema hawaachani kwa sababu gani? Kwa kuogopa kuwapa lawama wale ambao walioshuhudia zile ndoa. Na kwa kuona kama heshima ionekane leo tena mimi nimeachana na huyu, je, wale watu wa pale nyumbani watanionaje? Na zamani ndio ilikuwa hivyo, na ndio maana tunaona wanawake wengi sana walidumu sana katika ndoa. Mtu anaona aibu kumwaibisha mzazi wake. Leo mzazi mwenyewe ndo anataka ndoa iharibike. Si tatizo hilo. Unajaua. Na chumba chako bado kipo hakijakodishwa. Anakosa kutoka katika ndoa huyo. Badala wewe ndio uwe ni mtu ambaye kila anapokuletea matatizo unamplease. Angalia leo huu ni mwaka kadhaa, mimi niko na baba yako hatujaachana. Wewe inakuaje siku 2 unataka uachike katika ndoa? Lakini wazazi wetu sasa hivi hawako hivyo. Wengi katika wazazi wa sasa hivi ni shida mtindo mmoja. Yeye ndo anataka mtoto wake aachike aende kudanga. Awe mtu wa viwanja huku kule, yeye ndo anaona sawa vile. Tatizo makubwa haya. Kwa hiyo inshallah mimi ninachosema kwamba ili jambo la huyu Juksi kwa kweli ni jambo linataka ufafanuzi. Sio jambo la kukurupuka tu kuanza kulitolea hukumu. Tunaweza tukahukumu vibaya bila kujua tunachohukumu ni nini. Na siku zote hukumu lazima ujue kwanza kile unachokwenda kukihukumu. Unakihukumu kitu gani? Au unamhukumu mtu kwa nia gani? Lazima tujue kwanza. Kama hatujajua usahihi wa hili jambo, ni ngumu kulikimbilia katika kulitolea hukumu. Ni vigumu sana kwa kweli. Yani hili jambo kiukweli kwa sababu ukilitazama linataka ufafanuzi. Ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Sasa tumalizie hawa ambao labda wanatamani maneno mazuri ambao wamekuwa ukihubiri kila kukicha, wafahamishe vipi ambavyo wanaweza kupata. Naam, mimi napatikana hapa Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini. Na tunafanya dua mbalimbali na matibabu ya aina mbalimbali kwa watu waliosibiwa na masuala ya sihri, machawi, masuala ya kishetani haya na mfano wa hayo. Inshallah Mwenyezi Mungu anajalia kila la kheri. Kwa mawasiliano tutapata kwa namba 0756 634277 au 0712 316222 inshallah.